may be seated. Unaweza keti. Jesus, Yesu is the greatest name ndio jina kuu here on earth hapa duniani and in heaven. na mbinguni. That one you know, Philippians. Hiyo mnajua wa Filipi. After he overcame, the Father gave him the greatest name. Baada ya kushinda baba akampa jina. That is the greatest name here on earth and in heaven. Ambalo ndilokuwa hapa duniani na mbinguni. That every knee shall bow. Ya kwamba kila goti litapigwa. Please give me Philippians 2 verse 5. Ipo wa Filipi 2 mstari wa 5. Let us start there. Tuanze pale. Your attitude should be, are you reading? 1, 2, 3. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Continue very fast. Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. Verse number 7. But made himself nothing, taking the very nature of a servant, and being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted him to the highest praise and gave him the name that is above every other name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the God the Father. Let me tell you, Acha nikwambie. how are you going to break your stagnation? Wewe utavunjaje kukwama kwako? Is when you connect your life to the highest name, the biggest name, the most wonderful name, the name that is above every name, the name of Jesus. Ni wakati umeunganisha maisha yako na jina ambalo ni kuu kuliko majina yote, jina la ajabu, jina lenye nguvu zaidi, jina la Yesu. It is the high time the church go back to Jesus. Ni wakati unaofaa kanisa limrudie Yesu. We will teach our children Tutafundisha watoto wetu that Jesus is the greatest name. ya kwamba jina la Yesu ndilo jina kuu Here on earth and in heaven. hapa duniani na hata mbinguni. This Kenya we have great names. Kanisa Kenya hii tunayo majina makuu Of people who are present now ya watu walioko sasa and people who have already na gone. watu ambao washaondoka. In the world we have great names. Duniani tunayo majina makuu. But the greatest name that has ever been, Lakini jina kuu ambalo limewahi kuwepo, it is recorded in the Bible. limenakiliwa katika Biblia. It is the name of Jesus Christ. Jina la Yesu Kristo. He is the savior of humanity. Yeye ndiye mwokozi wa wanadamu wote. He is the creator of the world. Yeye ndiye muumba wa dunia yote. People are looking for heroes. Watu wanatafuta shujaa wao. People are looking for champions. Watu wanatafuta mashujaa. We need to teach our children. Tunahitaji tufundishe watoto If you are wetu. looking for a hero, Kama unatafuta shujaa, the hero is not Michael Jordan. shujaa sio Michael Jordan. The hero is not the biggest footballer. Shujaa sio mcheza kadanda mkuu. The greatest hero of all generations that we need to build our life and lifestyle into is the name Jesus Christ, the Son of the living God. Shujaa mkubwa wa maisha haya na maisha yajayo na ambaye tunafaa tujenge jina letu katika yeye ni jina la Yesu Kristo. Children can identify with him. Watoto wanaweza jitambulisha. The Bible says he grew up in favor, Maandiko yanasema having favor with God and men. akakuwa akipata kibali na wanadamu na Mungu. Teenagers can identify with him. Wambabaru wanaweza jitambulisha na yeye. At the age 12 he went to the temple and he had wisdom and was arguing with the scribe and the Pharisees and the writers of the law. Akiwa miaka 12 akaenda hekaruni akawa akiongea maandiko na waandishi. He served his father Joseph in the workshop. Akahudumu na baba yake katika workshop yake. Started the ministry at the age of that year, the young man. Huduma akiwa na miaka 30. That means young people can identify with him. Hivyo ni kwamba vijana wanaweza jitambulisha Became naye. very powerful. Akawa mwenye nguvu mno. Parents can identify with him. Wazazi wanaweza jitambulisha na yeye. When you talk of marriage, you can identify with him. Unapoongea kuhusu ndoa unaweza He jitambulisha na is yeye. carrying the sin of the whole world. Yeye akabeba dhambi za Yet ulimwengu at the wote. close, Pale he msalabani spares time and looks at his mother. alipata muda wa kumtizama mama He wake. tells the mother, this is your son. Akamwambia mama, huyu ndiye He mwanao. cares about family. Anajali kuhusu familia. Irrespective of how difficult the situation was. Licha ya hali ilivyokuwa ngumu pale. The rich can identify with him. Matajiri wanaweza jitambulisha na yeye. He left his glory and wealth in heaven that he may come forth for us. Aliwacha utukufu wake na utajiri mbinguni. Showing and teaching us humility. Atufundishe And kujitetea how we need to serve other people. na jinsi ya kuhudumia He wengine. was the biggest servant. Yeye alikuwa
And yet he was God. na ingawa tu alikuwa Mungu. Take the towel at the last table, at the last supper. Taulo katika mankuli ya mwisho. And this is what is written in the Bible. And I like this scripture. Na imeandikwa hivyo katika maandiko. Having known that all is finished, and having known where he came from and where he was going. Baada ya kujua yote yamekwisha na kujua mahali alipotoka na mahali alipokuwa anaenda, He took a towel akachukua taulo and rubbed it on his face and washed the feet of the disciples, akaosha miguu ya wanafunzi. including Judas was there. Hata Yudasi alikuwa. And he washed his feet. He knew he was the traitor and the betrayer. Na alimjua kwamba ndiye atakaye msaliti. And he demonstrated Na akaonyesha servanthood. utumishi. And then when he rose from the dead, Na alipofuka toka kwa wafu. John chapter 21, Yohana 21. you remember in the Sea of Tiberias, Unakumbuka katika ziwa za Jesus is Tiberia. about to go to heaven. Yesu yuko karibu kwenda And mbinguni. the disciples have been in the sea the whole night. Wanafunzi wamekuwa baharini usiku mzima. 7 men, Watu nothing. 7. Hakuna Then kitu. ask them, have you caught anything? Akawauliza mmeshika They chochote? say nothing. Wakasema Throw your nets on the line. rusha nyavu They zenu. catch 153 fish. Wakashika 153 samaki. By the time they pull the shore to the shore, Wakati wanaenda ufuoni, they meet a fire that is burning at the shore of the sea. wakakuta moto unaowaka kwenye ufuo wa And bahari. there was fish choma. Na palikuwa na samaki choma. Fish choma. Samaki choma. And he told them, come and have breakfast. Akawaambia njooni mpate cha kinywa. What kind of a savior is this? Yeye ni mwokozi wa aina gani? Somebody who have carried the whole of the world and said it is all finished, and he is going to heaven, and he can afford to cook breakfast from nothing for his disciples Yeye who ambaye have failed him. amebeba ulimwengu wote na mambo yote yamekwisha, na anaweza pata muda wa kuandalia chakula wanafunzi wake ambao These wamefeli. are the two examples of servanthood about Jesus that you need never to Ni forget. mifano miwili ya utumishi wa Yesu ambao hufai kuwahi And kusahau. when we talk about coming back to Jesus, Ongea kuhusu kurejea kwa Yesu. we need to understand Tunahitaji kuelewa Jesus is the central theme of the whole Bible. Yesu ndiye mada ya katikati, kiini cha Biblia nzima. Hallelujah. Hallelujah. He was there in the beginning. Yeye alikuwepo pale mwanzo. I don't know whether you know. Sijui kwamba wajua. Every book in the Bible, Kila kitabu kwenye Biblia it has a special name for Jesus. kina jina speciali la Yesu. In Genesis, he is the seed of the woman. Pale mwanzo ndiye mbegu ya mwanamke. In Exodus, he is the Passover ram. Katika Kutoka yeye ndiye mwanakondoo wa Pasaka. In Leviticus, he is the great high priest. Katika Walawi yeye ndiye kuhani mkuu. In Numbers, he is the cloud of fire and the water in the desert. Katika Hesabu yeye ndiye wingu na moto katika In jangwani. Deuteronomy, he is the prophet like unto Moses. Katika Kumbukumbu la Torati yeye ndiye nabii kama In Musa. Joshua, he is the captain of our salvation. Katika Yoshua yeye ndiye rubani wa wokovu wetu. All the way. Njia hiyo I don't have time. Sina muda. But by the time you come to Revelation, Lakini unapofikia ufunuo, Jesus Christ is the King of kings and the Lord of lords. Yesu Kristo ndiye Bwana wa mabwana na mfalme wa In wafalme. Matthew, he is the Messiah. Katika Mathayo yeye ndiye Mesia. In Mark, he is the wonder worker. Katika Marko yeye ndiye atenda maajabu. In Luke, he is the son of man. Katika Luka yeye ni mwana wa Adamu. In John, he is the son of God. Katika Yohana yeye ni mwana wa Mungu. In Acts, he is the ascended Lord. Katika Matendo yeye ni Bwana aliyepaa. He is everything in the Bible. Yeye ndiye kila kitu katika Biblia. I want you to know, Ungependa ujue he has the answer to every problem. yeye ana jawabu la kila shida. No wonder John 3:16. Yohana 3:16. Let me give you a scripture you have never thought Wacha about. nikupe andiko ambalo hujawahi lifikiria. John 3:16. Yohana You don't need 3:16. to go very far. Uhitaji kwenda mbali. Everybody read it with me. 1, 2, 3. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not what? perish, but Shall not perish, but but have what? eternal life. But have eternal life. Whoever believes in Jesus shall not perish. Yeyote aminie Yesu hataangamia. The word perish
perish. Neno kuangamia What does that mean? linamaanisha nini? It means to die. Linamaanisha kufa. It means to suffer eternal separation from God. Linamaanisha kutenganishwa umilele na Mungu. From the word perish we have perishable. Kuna katika neno tuna neno kuharibika. What is something that is perishable? Something that is perishable is something that cannot last for a long time. Kitu ambacho kinaharibika kwa haraka ni kitu ambacho hakiwezi dumu muda mrefu. Like if you talk of milk it is perishable. Vegetables they are perishable. Ukiongea kuhusu mboga na maziwa ni vitu vya kuharibika. Fish is a perishable food. Samaki ni chakula cha kuharibika. Very perishable. Kitu cha kuharibika. In one day it has rotten. Imeoza. Jesus came. Yesu akaja. Listen to me. Nisikize. So that ili he may preserve our life from the power of perishability. Atuokoe kutokana na roho wa kuharibika haribika. But when your life is connected to Jesus, maisha yako yakiwa yameunganishwa na Yesu, what was perishable, kile ambacho kilikuwa cha kuharibika, it is stand kinabadilishwa not to be perishable, kisiwe kitu cha kufa cha kuharibika. Somebody hearing me? Hey, hallelujah. Jesus Christ, Yesu Kristo is the anecdote. Yeye ndiye dawa. What is an anecdote? An anecdote, ni dawa. it is a kind of a medicine ni dawa which fights germs or whatever or a ambayo inapigana na For example, kwa mfano, if somebody is bitten by a snake, kama mtu ameumwa na nyoka, number one, you are supposed to know what type of a snake bit you. Cha kwanza lazima uelewe ni aina gani ya nyoka. And when you rush to the hospital, ukikimbia hospitali, possibly you have killed the snake and you go, they are able to know what kind of a snake and the kind of poison it carries. Wanaelewa ni aina gani ya nyoka na ina sumu ya aina gani. And within the hospital, wale hospitalini, there is a drug hanayo dawa which is called an anecdote. Ambayo inaitwa that anecdote is a kind of a poison. Ni aina ya sumu fulani that is supposed to neutralize the poison of that snake that beat you. Inafaa iangamize sumu ya nyoka aliyekuuma. Come on, bwana sifiwe. I don't know whether you know. Sijui kama unajua. What the injection that you receive in TB, tuberculosis. Madawa ambayo unadungwa ukiwa na TB. You are injected with the viruses of TB. Unadungwa virusi ama that is called immunization. Ni vya TB. Once your body is immunized with the viruses of TB, unapochanjwa it means once the virus of TB come from the environment and they want to attack your body, hivi vya TB vikija kutoka huko zikijaribu kushambulia mwili wako, they meet other TB viruses. Zinakuta TB nyingine iliingia huko that are already in your body. And they tell them here you cannot stay. Naambia haya hapa tumemiliki. We have already occupied. Tumemiliki nyinyi endeni. And they are not allowed to enter. Hawaruhusiwi kuingia. That is exactly what happens with Jesus. Hivyo ndivyo inafanyika kwa Yesu. When Jesus is in your life, Yesu akiwa maishani mwako, he preserves your life. Anahifadhi maisha yako from the power of perishing. Kutoka na roho wa kuangamia. Whoever believes in him shall not perish. Hataangamia. And when the power of perishability attack you, wakati hiyo nguvu ya kuharibika kuangamia inakushambulia, it means that it cannot penetrate. Inakuta kwamba haiwezi penya. He is the answer to every problem. Yeye ndiye jawabu ya kila shida. Hallelujah. Hallelujah. How many are with me? Bwana asifiwe. He connects us to the will of the Father. Anatuunganisha kwa mapenzi ya Baba. And the Father's will, na mapenzi ya Baba, is that we shall have we have eternity. Ni kwamba tupate umilele. We surrender when you surrender to his will. Wakati umejisalimisha kwa mapenzi yake, you receive the will of the Father being activated and being operational in your life. Unapata mapenzi ya Baba yakiweza kufanyishwa kazi katika maisha yako. What is the will of the Father? Mapenzi ya Baba ni yapi? Is that all may have life. Ni kwamba wote wapate uzima. Is that you may walk in healing. Ni kwamba utembee katika is that it may be well with you. Ni kwamba is that you may live long. Ni kwamba uishi milele. Is that you may be rich and not poor. Uwe matajiri sana. Is that you may not die early. Usife mapema. Is that you may not suffer from sickness. Usije kwa mgonjwa. The Father has a will. Baba ana mapenzi. That is why it says, hiyo ndio sababu for I know the plans I have for you, says the Lord, plans for good and not
for evil, to give you a future and an expected end, and therefore you shall call unto me. Ninajua mipango niliyo nayo juu yako, mipango ya mazuri sio ya maovu, kukupatia usoni mzuri ulio na mwisho mzuri. Unfortunately, it is only through Jesus. Ni kupitia Yesu tu we are connected with that will, ambapo tumeunganishwa na yale mapenzi. There is no any other way. Hakuna njia nyingine. Now, do you know why hell is called hell? Unajua kwa nini kuzimu kunaitwa kuzimu? Hell is called hell. Kuzimu kunaitwa kuzimu because there is many wills of the people in hell. Everybody in hell have their own will. Kila mtu kule kuzimu ana mapenzi yake. But in heaven there is only one will. Lakini mbinguni kuna mapenzi moja. It's like if you go to Mathare Hospital. Ukienda Mathare, if you go to Mathare Hospital, hospitali ya Mathare, the worst thing that can be done to you is to become a prefect in Mathare Hospital. Ukiwa prefect pale Mathare utakuwa na shida. And you are given this kind of patience. Unapewa and they are told to keep quiet and you are the prefect. Uambie wanyamaze na wewe ndiye prefect. I'm telling you, will be the most frustrated prefect that has ever been found. Wewe utavunjika moyo mno. Because they will keep quiet for a few seconds. Watanyamaza kwa dakika. And then at the back there you shall hear somebody shout, "Hey!" And another on that side shall, "What? Keep quiet." And another you shall say, "What are you saying?" Everybody have their own will. Kila mtu pale ana wazimu zake. Within a short time they shall stand up and they shall start singing. Utawapata washaamka wameanza. The other one shall come to you and say, "What do you want here?" Mwingine atakuuliza umekujia nini? Are you also mad? Wewe pia ni wazimu kama sisi. Them they say they are not mad. Wao wanasema si wazimu. But they say, "Look at that mad man." Angalia huyu wazimu. Now one of the ways you know mad people is when they start telling you other people are mad. That's how you know they are mad. Hivyo ndivyo unavyojua kwamba wao ni wazimu. So what happens in the hospital? Nini kinafanyika Everybody has his own will. Kila mtu pale ana mapenzi yake. And that is how hell is hell. Na hivyo ndivyo kuzimu ni kuzimu. Hell is a place where everybody do what they want. They behave the way they want. Everybody. Ule ni kuzimu, ni wazimu. Kila mtu anafanya kila kitu. The only way we are delivered from hell on earth, ya pekee ya kuokolewa kutoka kuzimu hapa duniani, is through Jesus. Ni kupitia Yesu. We are connected to only one will. Tunaunganishwa kwa mapenzi moja. And it is called the will of the Father. Yanaitwa mapenzi ya Baba. How many are with me? Bwana sifiwe. That is why hiyo ndio sababu when we are connected to the will of the Father, wakati tumeunganishwa kwa mapenzi ya Baba, there is no Jew, hakuna Myahudi, there is no Greek, hakuna Myunani, there is no rich, hakuna tajiri, there is no poor, hakuna maskini, there is no male, hakuna there is no female, hakuna wa kike, there is no educated or not educated, hakuna aliyesoma na asiyesoma. We are one. Sisi ni moja. We are having our God as our Father. Tunapata Mungu kama baba yetu. And we are all destined for success. Sote tumeelekezwa kwa ushindi. Because in through Jesus, kwa sababu kupitia Yesu, there is a will, pana mapenzi that connects us to the Father. Haya natuunganisha na Baba. In that will it is written your success. You have victory. The many years kuna ushindi wako. A will is a written document of how this will go. After somebody dies. Ni mapenzi, ni usia ambao umeandikwa mambo yote yatakayofanyika baada ya huyu mtu kufa. Jesus has already died. Yesu tayari amekufa. And he rose again. Na amefufuka. And his will is in operation. Na sasa usia wake. That is what Paul says. Paulo ndiye I'll teach more that in later on. Tafundisha hayo baadaye. In the coming days. Siku zijazo. How many are with me until now? Hallelujah. 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 Jesus Yesu is our hero. Yeye ndiye shujaa. He is our champion. Yeye ndiye shujaa wewe. It doesn't matter what you do and wherever you are. Haijalishi mahali ulipo na nini unacho. Now, let's come to this scripture and then we are going to be heading to John chapter 12. Yohana 12 verse number 20. Mstari wa 20. Give me John chapter number 12 verse number 20. Now there were some Greek among those who went up to worship at the feast. Amen. Go. Do you really go with it? Okay, let's run. Okay, read with me, please. They came to who? To Philip. To Philip. Continue. Read, please. Let's read together. 1, 2, 3. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. Sir, they said, we would like to see Jesus. Amen. Turn to somebody now. Tell them, I want to see
Jesus. I want to see Jesus. Shake them up. They don't believe you. Look somebody who look like a believer. Look like for somebody who look like they are looking for Jesus. Turn to them, tell them, in this season, I don't want many things. I don't want many things. Mwambie wakati wa hekaya umekwisha. Wakati wa hekaya umekwisha. Mwambie nisitaki kuona wachawi. Sitaki kuona wachawi. Mwambie usiniambie mambo ya uchawi. Usiniambie mambo ya uchawi. Usiniambie mambo ya uganga. Usiniambie mambo ya uganga. Usiniambie mambo ya urogi. Usiniambie mambo ya urogi. Mwambie I want to see Jesus. I want to see Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Now what has happened to the church? Ni nini kimefanyika kwa kanisa? The church has become a place where people we are preach more about the devil than of God. Mefanyika mahala ambapo tumehubiriwa mengi kuhusu shetani kuliko mengi kuhusu We have been told more about who bewitched you more than God who saves you. Aliyekuroga kuliko Mungu aliyekuokoa. We have been told more about curses than blessing. Tumeelezwa mengi kuhusu laana kuliko baraka. And that is not the kind of a church we are. Na sasa hiyo ndio aina ya kanisa tu. I want us to know. Ningependa tujue. The house of worship and healing. Nyumba ya ibada na uponyaji. We want to see Jesus. Tunataka kumwona Yesu. We have only one purpose when we gather here. Tunalo kusudi moja tunapokutana hapa. We have only one purpose in life. Tuna kusudi moja tu maishani. We have one purpose in our walk. Tuna kusudi moja katika mwondoko wetu. We have one purpose, and that purpose is to see Jesus. Kusudi ni moja na hilo kusudi ni kumwona Yesu. In our families we want to see Jesus. Katika familia zetu tunataka kumwona Yesu. In our health we want to see Jesus. Katika afya zetu tunataka kumwona Yesu. In our ministry we want to see Jesus. Katika huduma yetu tunataka kumwona Yesu. In our services we want to see Jesus. Ibada zetu tunataka kumwona Yesu. We want our children to know Jesus. Tunataka watoto wetu wamjue Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Now, there is a feast of tabernacle. Kulikuwa na karamu ya hema and it is in Jerusalem. na iko Yerusalemu. People have gathered from all over. Watu wamekutana kutoka kila mahali. And they came. Wakaja. Go back to verse number 20. Mstari wa 20 rudi pale. Let's start as priests. Let's know. Now there was some Greek among those who went up to worship at the feast. They had come all the way from their land. Greek. Walikuwa wametoka kutoka Uyunani, Greece. Kule They came to worship. Wakaja kuabudu. When they arrived in that feast, walipofika kwenye karamu hili, they said, we want to see Jesus. Wakasema tunataka kumuona Yesu. Go to verse 21. They came to Philip. Wakaja kwa Filipo. Why did they go to Philip? Kwa nini wakaenda kwa Filipo? Because Philip was one of the disciples. Kwa sababu alikuwa mmoja wa wanafunzi. Who was from Bethsaida in Galilee. Ambaye alikuwa and they came with a request. Wakaja akiwa na ulizo. Notice what the Bible, you know I like the Bible. Napenda Biblia. Sir, notice how they have put the word sir. The word sir, it is open and closing apostrophe. Arama obangao, open and closing. That is alama za kufunga na kufungua. Inverted, open inverted and closing inverted. Commas. And then there is another comma. Alafu kuna kikomo. In other words, na maneno they are saying wanasema to Philip, kwa Filipo, we know your credentials. Tunajua sifa zako. You could be an apostle. Wewe unaweza kuwa mtume. You could be a bishop. Unaweza kuwa askofu. You could be a reverend. Unaweza kuwa reverend. You could be having a master's degree. Labda una masters. You are one of the 12. Wewe ni mmoja wa wale 12. We are not ignoring you. We have no problem with you. Hatuna shida na hayo. But you are not the one we want to see. Lakini sio wewe tunataka kuona. Yes, you are a sir. Wewe ni bwana. You are a good. Wewe ni you are a clever. Wewe ni mwelevu. You are an orator. Wewe ni msemi mzuri. But you are not the one we want to see. Lakini sio wewe tunataka kuona. They said, who do they want to see? Wakasema atakuona nani? We would like to see Jesus. Tungependa kumwona Yesu. How many are with me today? Wangapi? Hallelujah. Somebody lift up and say, I want to see Jesus. I want to see Jesus. Shout it again. I want to see Jesus. Shout it again. I want to see Jesus. Hallelujah. Hallelujah. My work as Pastor Gikwa, kazi yangu kama mchungaji Gikwa, is not to draw people to see me. Sio kuwavuta watu wanione mimi. I have nothing to offer anybody. Sina chochote cha kumpa yeyote. I am a servant of Jesus. Mimi ni mtumishi wa Yesu. My work that I am commanded kazi yangu ambayo nimeamrishwa na kupewa is to make people, kufanya watu, and lead people, na kuongoza watu, and koroga people, kuwakoroga watu, so that they and I together we may see who?
Jesus. I am asking so that we may see who? Jesus. We may see Jesus. Ili tumuone Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Our work should be to read other people to take them to Jesus. Kazi yetu inafaa ikuwe kuongoza watu wengine wamuone Yesu. What has happened in the church? Nini kimefanyika kanisani? The church have been sidetracked Kanisa limehepeshwa over the years. kwa miaka vile mesonga. And all people are told is about there is somebody who can pray for you. Kile watu wanaambiwa ni kwamba kuna mtu I want you to meet our prophet. Nataka ukutane. I want you to come, and on Thursday there are services of a certain somebody. Kuna ibada za We don't want to see people. Hatutaki kuona watu. The time is gone. Muda umepita. We want to see Jesus. Tunataka kuona Yesu. We want to see Jesus. Tunataka tumuone Yesu. I am saying we want to see Jesus. Nawaambia tumuone Yesu. It is good there are other people who can lead us. Kuna watu wengine wanaweza tuongoze. Because again you must be led. Maanake tena lazima uongozwe. For you to be a leader, you must be a follower. Ili ukuwe kiongozi lazima ukuwe mfuasi. How many are with me? Hallelujah. Hallelujah. So what is it? We would like to see. Go to verse 22. Mstari 22. Let me show you and we finish. Philip went to where? To tell Andrew. Who was Andrew? Andrew was another one of the disciples. Alikuwa mmoja wa mitume. Andrew and Philip in turn, they did what? They told who? Jesus. So we see two disciples. Mitume wawili. Philip and Andrew. Filipo na Andrea. The Greeks, they have come to one of them. Wayunani wamekuja kwa They told him, wakamwambia, please sir, bwana we, it doesn't matter. We know you are one of, you are closer. You are near him, you know him. wa karibu sana na yeye Please, we want to see Jesus. Tafadhali, tungependa kumuona Yesu. We came all the way from Greece Tumetoka Uyunani to Jerusalem. tumekuja And our Yerusalemu. purpose is to worship. Kusudi letu But before we go back, lakini kabla we want to see Jesus. tungependa kumuona Yesu. And now Philip, Filipo he got to Andrew. akaenda kwa Tells Andrea. Andrew, Akamwambia there are Andrea, people here. kuna watu They have come all the way from Greece. wametoka Uyunani And they are saying wanasema they want to see Jesus. wangependa kumuona So Yesu. they went, both of them, Wote wawili and wakaenda. they met Jesus where he was. Kuta Yesu What did they tell him? Verse number 23. Mstari 23. As Jesus replied, the hour when they were told there are people looking for him, he said, the hour has come for the Son of Man to be glorified. In other words, from now henceforth, people will come from all over and they want to see Jesus. Watakuwa kitaka kumwona Yesu. And I dare to stop there and say, Pale nakomea na kusema, house of worship and healing. nyumba ya ibada na uponyaji. This is our season. Hii ni majira yetu. There are people outside there. Kuna watu kule nje They want to see Jesus. wangependa kumwona Yesu. They don't want to see you. Hawataki kukuona. Stop many stories. Wachana na story mingi. Lead people to know Jesus. Ongoza watu wamjue Yesu. How many are with me? There are people there with problems. Kuna watu kule nje They don't wana have shida. solution to their Hawana problems. jawabu ya shida zao. They want to see Jesus. Wanataka kumwona Yesu. And these are the people we need to tell every day. Ndio watu tunahitaji kuambia kila Tell siku. them about Jesus Tuwaambie kuhusu Yesu. and bring them to Na church. tuwalete kanisani. Mom was talking about empty seats. Mama alikuwa anaongea kuhusu viketi vitupu. We had a principle, one of the evangelism principles. It is called the principle of empty seats. Moja wapo ya kanuni ya uinjilisti inaitwa ya viketi vitupu. The principle of empty seat, it says, Kanuni ya viketi vitupu yasema, anytime you come to the house of God wakati wote unapokuja and you katika see ibada, an empty seat, na unaona kiti kitupu, it is supposed to tell you kinafaa kikwambie there is somebody who is supposed to be sitting on that seat, kunaye mtu anafaa kuwa kiketi kwenye hicho kiti, but he is not there. lakini hayuko. So you take it upon yourself. Unachukua kama jukumu I lako. am going to get that person Nitapata huyo mtu who is supposed to sit on that empty seat. anayefaa kuketi kwenye hicho kiti. Once they are full, Zikijaa we are supposed to get other empty seats. tunafaa tuongeze zingine tupu. The house of God, every time there ought to be empty seats. Nyumba ya Mungu kila wakati kunafaa kuwe na viti vitupu, Because every time there are people coming kwa sababu kila wakati kuna watu wanaongea. who we are reading to them to know Jesus. Tunawaongoza kumjua Yesu. After it is full, we bring more. Baada ya kujaza tunaongeza vingine. I am a strong believer in church growth. Mimi ninaamini katika njia kuu kuhusu But for there to be church growth, lakini ili kuwe na ukuzi wa kanisa, people must have a desire to make other people to see
Jesus. Watu lazima wawe na tamani kufanya watu wengine wamuone Yesu. And that is where we are. Na hapo ndipo tulipo. Let us rise up to the occasion. Wacha tuinuke kwa jukumu hilo. Let's make other people to see Jesus. Fanya watu wengine wamuone Yesu. Hallelujah. Hallelujah. How many are with me? Bwana asifiwe. Somebody say, my Father, my Father. My Father, my Father. May you make me. May you make me To lead other people. to lead other people To see Jesus. to see Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. May that fire come upon this church. Moto huo uje juu ya kanisa hili. I say, may that